Dalili za mtu aliyekufa kabla wakati wake. Dalili ya kwanza, kufa kabla kutimia kwa kusudi au wito. Mtu ambaye hajatimiza kusudi lake akifa, hicho ni kifo cha mapema. Maandiko yanasema Daudi akishatumikia kusudi akalala. Kwa maana ya maisha, Matendo ya Mitume 13:36. Kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akaweka pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Tu kama hajamaliza kazi. Ndio maana na nitajua hajamaliza kazi. Kwa maana nyingine tutaishi kwa sababu kuna maombi ya watu yanatufanya tuendelee kuishi. Jipe kazi kwa nyumba ya Mungu. Usipende sana kupangiwa jukumu. Jipangie jukumu. Kama ni uimbaji, kamatilia hapo. Wende kale kawa ni maombi. Na hakuna hata mtu anakujua kama unaombea na kanisa. Mwambie Mungu, nipe neema kudumu. Akupe neema udumu ombe. Wanasifiwa. Kuna vyangu wana huduma zaidi ya miaka 10, kama miaka 7 hivi. Kuna mtu anamjua anapiga keyboard pale kanisani zaidi ya miaka 7 nimpiga keyboard na hajaitoka. Hajajiriwa popote. Hana kazi yote, keyboard. Playing keyboard kwa uaminifu. Amekwazwa, atatumika. Amefurahishwa, atatumika. Ametiwa moyo, atatumika. Hajatiwa moyo, atatumika. Sisi watumishi tunataka ulipo na wachungaji. You want money. You want to be paid. Okay. We can pay you, but the heavens want to recognize you. Jipe kazi. Kwa alama ya kwanza kwa umeenda kabla muda wako, unapolala kabla ya kusudi. Wewe umeacha kazi katikati ya safari. Alama ya pili ni mtu anayekufa baada ya kuonywa na kataa maonyo. Mtu anayekufa baada ya kuonywa akataa maonyo. Yaani kuna ishara zote acha ya maisha. Mithali 29:1. Acha anakuambia hamna. Ameonywa na wazazi, ameonywa na marafiki, ameonywa mpaka na utumishi wa Mungu anakataa. Aonywe mara nyingi akashupaza shingo, atavunjika ghafla wala hapati dawa. Anayeonywa sio mara moja, mara nyingi. Akashupaza shingo, atavunjika ghafla wala hapati dawa. Mtu anayedharau maonyo akaendelea kuishi kwenye maisha yale licha ya kuwa amezuiliwa. Jamani, anakwambia wewe hauelewi, unaisha badilika. Dalili ya tatu, mtu anayekufa kwa mapema nini? Mtu aliyekuwa anaota ndoto za kifo au dalili za kifo na akafa. Mtu anakuambia bwana, mimi naota ndoto za kufa na akafa kweli. Hiyo ni alama kwa Mungu alikuwa anaonya juu ya kifo hicho kufa. Mtu amekuwa ameona matukio ya kifo na anasimulia na kweli baadaye akafa. Anaota amekufa. Anaota anazini. Anaota kwa makaburini na kweli baadaye anakufa. Anasema kifo chake mwenyewe kabla ya akafa. Na hata anaomba msaada mara nyingine lakini hakuna mtu wa kumsaidia. Na alama ya 4 ni mtu anayejiua. Kwa sababu angeendelea kuishi. Huyo mtu ameamua mwenyewe. Lakini yeye Mungu angemruhusu endelee kuishi. Kwa mtu anayecommit suicide, ni kama ameamua kuterminate maisha kwa uamuzi wake mwenyewe.